Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe wa saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili kufanya marejeo ya unabii kwamba umetimizwa katika michoro hii ya kinabii. Na ninaweza kufanya marejeo, unaweza kurudia kupitia mtandao wetu wa YouTube na mtandao wetu wa TikTok kwa jina la Felix Msuministry. Utaona Mungu mkuu Yesu alikuwa anaeleza maelezo kwamba tutaanza kupandisha nabii zilizotimizwa kuhusiana na uchaguzi mkuu katika nchi ya Tanzania mwaka 2025. Mwamba Shule Yesu alitoa nabii 6. Na leo tunafanya marejeo tena ya unabii mwingine ambao umetimizwa kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuhusiana na nchi ya Tanzania. Na ninaweza kufanya marejeo kwamba ilikuwa tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Mwamba wa Shule Yesu alitoa unabii tukiwa kwenye maskani wa ujumbe wa saa hapa jiji la Arusha nchini Tanzania. Vile Mungu alivyokuwa ameleta ufunuo ule, ilionekana kama farasi amenasa katika anga la Tanzania, na yule farasi alikuwa mwekundu. Na Mwamba wa Shule Yesu akaniambia huyu farasi ni vita, kwamba nchi ya Tanzania ilikuwa imepangwa kuingia kwenye machafuko na vita ambayo bila shaka ungeweza kutokea katika nchi ya Tanzania. Kwa Mwamba wa Shule Yesu akaniambia nisitishe jambo lile. Na nilivyotazama katika ufunuo ule, Mwamba akaniletea upanga, nikawa nimemkata yule farasi, na Mungu akaniambia nitoe unabii kwamba nchi imevuka salama na hiyo vita, kwa maana mikakati yote ya siri itakuwa imeharibiwa katika lugha zile za kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo kwamba tayari nchi hii mmeona mikakati yote ilikuwa imefanyika na mipango yote ambayo ilikuwa imefanyika yote imedhibitiwa na nchi imevuka salama katika lugha ya kinabii. Kwa hiyo nifanye marejeo hapa kwamba kutokana na ile ripoti ya Jaji Chande ambayo imetoka sasa hivi, mmeona kabisa yote alikuwa amezungumzwa, unaona yanathibitika katika unabii huu ambao Mwamba Shule Yesu aliutoa tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Muona yote yanakubaliana katika lugha zile za kinabii, katika ufunuo wake yao Mwokozi ambaye anazungumza habari za kama ni Yesu yule Mungu ufunuo. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo kwamba unabii umetimizwa, kwa sababu ilionekana vita, na mmeona ripoti ya Jaji Chanda inaeleza wazi kwamba kulikuwa na mikakati ya siri. Kuna watu walianzisha mafunzo ya kiusalama, mafunzo ya kimbinu ya mapigano kuelekea kwenye machafuko makubwa yangewahi kutokea katika nchi ya Tanzania, lakini Mungu wa Shule Yesu aliweka anwani ya mazuio. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo kwamba unabii ule umetimizwa na nchi ya Tanzania imevuka salama. Lakini nitumie nafasi hii kuieleza nchi ya Tanzania, kuelezea viongozi wa usalama katika nchi ya Tanzania, viongozi wa utawala katika nchi ya Tanzania, kwamba kuna mpango wa siri katika nchi ya Tanzania. Tayari watu wanaendelea kuwa na chokochoko, wale waliokuwa katika harakati ya kutaka kuleta machafuko. Angalieni matamko mbalimbali ya wanasiasa yaliyokuwa yametokea kabla ya uchaguzi mkuu, lakini rejeeni ni baadhi ya makasisi ya wadini na madhehebu mbalimbali, mliona walitoka na matamko. Angalieni nini kilitokea kwa wanaharakati na matamko yao. Lakini rejeeni pia manabii wa uongo walitoa nabii za uongo. Lakini haya yote ni makundi ambao wao walikuwa na jambo la siri nyuma pazia katika lugha ya kinabii. Kwa hiyo ninafanya marejeo haya kwamba hawa watu, mmeona leo ripoti ya Jaji Chanda imetoka, mmeona wanaendelea kuishambulia kwa kasi kwa namna ile ile, na unaona kabisa kwamba tayari kuna mikakati ya siri ya wanasiasa katika nchi ya Tanzania kutaka kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo nifanye marejeo haya, ni shauri nchi ya Tanzania na Watanzania wote bila shaka yote, msiwalee watu wajinga ambao wanataka kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania. Tayari kuna mpango wa siri, kwa sababu kuna watu ndani ya nchi ya Tanzania na wale walioko nje ya nchi ya Tanzania wanashirikiana katika kuleta machafuko mabaya zaidi kwa kutokea katika nchi ya Tanzania. Lakini nifanye marejeo haya kwamba nchi imevuka salama, na watu wote wachukue tahadhari hii, wajaribu kufuatilia mikakati yote iliyokuwa imefanyika na matamko mbalimbali. Wafuatilieni, mtaona ni wale ambao leo tena wanatoka kwa namna ile ile wanashambulia ile ripoti ya Jaji Chande. Kwa hiyo niko kufanya marejeo haya, tutachukua maelezo haya, tuunganishe na ule unabii na matokeo ya unabii, ili uweze kupata kujua kwamba Mwamba mashuhuri Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo, na yeye ndiye aliyetoa unabii, na yeye ndiye aliyevusha nchi ya Tanzania. Bwana na aubariki. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katuonane katika Mungu unakuja. Amina. Bwana wabariki. Leo tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Mwamba Shule Yesu amenipa anwani moja mashuhuri sana hapa. Ananiambia kuna jambo unatakiwa kufanya katika lugha za kinabii. Nimemwona farasi mmoja, sawa? Amina. Farasi amenaswa juu ya nchi ya Tanzania. Amina. Mungu mkuu akaniambia mfunge huyo farasi. Malazo? Amina. Nimemfunga tayari. Alafu nachukua upanga na mkata. Amina. Farasi maana yake ni vita. Nimekata. Nimekula. Amina. Amina. Kuja tulisema tutatumia majukwaa ya kinabii. Tunawajua watu wa Falaki na astronomia, sawa?
ambao wana design hii mifumo hii inakuwa designed nyuma ya pazia kuna kuwa na mambo ya falaki kwa ajili ya kuleta machafuko, na hasa wale watu wanaotaka kupandikiza yale machafuko, sawa, wanakuwa na hizo shabaha. Amina. Sasa mimi naye nasafiri huko juu kwao, na mimi nafunga meza, nimemkamata farasi, nimemfunga, alafu nimemkata. Imekuwa imekuwa asema Bashir Yesu, na hakika imekuwa na wote wale waliohusika kumleta farasi ule farasi wa vita, sawa, wote waliohusika kwa siri, mambo yanaweza sema hivi, anawafichua na wafichua, alafu na wakata, asema Bashir. Amina. Imekuwa asema mambo mkuu Yesu mfunuzo mambo. Amina. Kutoka kwenye maskani umene ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia kama anwani maalum kwa nchi ya Tanzania. Leo tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2025 na haki imekuwa. Amina. Bakile yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, taarifa na ushahidi unathibitisha kuwa watu waliokuwa wakizunguka katika maeneo mbalimbali kama vile mitaani, vyuoni, kwenye masoko na stendi za mabasi wakishawishi na kuwaandikisha watu mbalimbali kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mfano, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waendesha pikipiki na wajasiriamali wadogo walieleza kuwa walipewa fedha kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000, ni waliahidiwa ajira na maisha bora. Ilielezwa zaidi kuwa kuanzia tarehe 12 Oktoba mwaka 2025 hadi tarehe 28 Oktoba waliwekwa pamoja kupewa mafunzo, kuandaliwa na kuhamasishwa kuwa sehemu ya kuanzisha na kushiriki ghasia siku hiyo. Aidha, ilibainika kuwa makundi yaliyoshawishiwa ndio wahusika zaidi katika ghasia, wakati wahusika wakuu wa ghasia na waratibu hawakuwepo kwenye maeneo ya matukio, hali iliyochangia kwa kasi kikubwa kutokamatwa kwao, huku wengi na waliokamatwa wakiwa na wananchi wa kawaida, wakiwemo wafuata mkumbo au kushawishiwa kwa malipo kidogo au hadi ya kunufaika na mabadiliko yaliyopangwa bila kuwa na uelewa wa malengo halisi ya wahusika wa maandamano.